ananungunika jinsi ambavyo kundi lake limekosa wachungaji. Aliona watu wakihangaika kama wasiokuwa na wachunga. Na pia anasema ole wenu ninyi wachunga, hamwezi kuitunza kundi langu. Katika nchi yetu ya Tanzania kuna mambo kadhaa ambayo yanaumiza mioyo. Habari ya kuteka watu, habari ya kuua watu, na hata katika chaguzi zetu. Mimi kwa kumbukumbu zangu katika chaguzi za mwaka jana serikali ya mitaa, ninafahamu kule Misenyi kuna mtu aliuawa kwa anagombea. Ninafahamu Singida kuna mtu aliuawa. Ninafahamu Dar es Salaam kuna mtu aliuawa. Na fahamu pia hata katika mkoa wa Songwe kuna mtu pia aliuawa. Sasa hawa watu wakifa, sisi viongozi wa dini, wachungaji wetu ndio wanaozika watu. Sasa jambo baya sana kuongoza ibada za mazishi waliouawa katika vurugu za kisiasa, kuongoza maziko katika watu ambao wameuawa katika mambo ambayo yakadhibitika. Ni kwa sababu hiyo tumebaini kuwa tuna mfumo ambao sio mzuri wa kiutawala na kiuchaguzi. Hivyo basi kama kanisa na lazima tuchukue hatua yetu, nafasi yetu katika kusimamia haki katika nchi hii. Basi kabla sijaomba, nataka niwatie moyo ya kwamba nchi yetu, ninyi mliosoma shule mnafahamu kwamba ni nchi pekee katika ukanda wa Afrika ambayo ilipata uhuru bila kumwaga damu. Siri kubwa ni kwamba kanisa lisimama kwa nafasi yake. Padri wa kanisa Katoliki alikuwa anaitwa Father Welsh, alikuwa ametokea nchi ya Ireland ya Kusini. Alimuita Mwalimu Nyerere na kumpa siri ya nchi yetu. Akamueleza kwamba tunaweza kupata uhuru tukifuata ramani hii. Ndipo Nyerere akaanza safari ya kwenda Umoja wa Mataifa kudai uhuru. Tanganyika ikapata uhuru bila kumwaga damu. Sasa katika nchi ya Kenya wameandika katiba mpya kwa kumwaga damu. Malawi kulikuwa na changamoto kubwa sana katika kuandika katiba. Afrika ya Kusini walimwaga damu sana katika kuandika katiba. Lakini bado kanisa kwa Afrika limesimama nafasi yake. Nchini Zimbabwe wakati ule wanateswa na kuuawa, mchungaji wa kanisa Anglican alikuwa anaitwa Sitere Ndibanyingi alianzisha chama ambacho ndio chama cha ukombozi cha ZANU-PF kudai uhuru. Afrika Kusini, Askofu Mkuu Desmond Tutu wa kanisa Anglikana aliposimama na watu kule Afrika Kusini, ubaguzi wa rangi ukaanguka. Nchini Malawi wakati wa dikteta wa Kamuzu Banda, ilikuwa enzi ile mwanamke akienda kwenye mikutano ya Kamuzu Banda ukiuliza unapotea, watu walikuwa wanapotezwa. Wachungaji na maaskofu walivyoandika waraka wa kichungaji, udikteta ukaanguka Malawi. Kenya maaskofu walivyosimama, katiba mpya ikaandikwa Kenya. Mwisho Uganda, dalili za kuanguka kwa utawala wa Idi Amin ni pale alipomuua askofu mkuu wa Anglikana Janani Luwum. Kwa sababu hiyo basi, sisi maaskofu na viongozi wa dini katika Tanzania tunayejua siri hii, tunaamini ya kwamba tukibaki nyuma nchi yetu zilikata kule nani kata ule DJ yule huyo hapo katika umeme wanatumia umeme wao, wanatumia umeme Mwanakondoa ameshinda. Basi tunaweza tukaendelea. Tunaamini ya kwamba tukibaki nyuma kama viongozi wa dini,
katiba mpya inaweza ikaandikwa kwa umwagaji wa damu, na sisi hatuko tayari katika hili. Tunataka tusimame katika zamu yetu ili tutetee mfumo wa haki katika nchi hii bila kumwaga damu. Hivyo basi, niko hapa kwa ajili ya kuhamasisha tuungane kwa pamoja, tuandike mfumo mpya wa utawala katika nchi hii, ili baadaye watoto wetu na wajukuu wetu waishi katika nchi ambayo ina haki. Haki ya kuishi ni haki ya kila mtu. Haki haiombwi. Huwezi kumwomba mtu akupe uwezo wa kupumua. Haki unapewa na Mungu. Kwa hiyo sasa hatumuombi mtu yoyote haki ya kuandika katiba mpya na mfumo wa uhuru wa tume huru ya uchaguzi. Tunaitaka, tunaidai, tunaungana na kuipambania. Sasa kwa sababu hiyo basi, kama unaamini haya, basi tuombe kwa ajili ya haya. Nyosha mkono wako juu. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania ambayo tulipata uhuru bila kumwaga damu. Na sasa tumepita katika kipindi kigumu. Watu wanauawa, kutakuwa na fujo, kunakuwa na upolaji haki, lakini tumebaini kama kwa sababu hii ni kwa sababu ya mfumo usiotenda haki, ya mfumo wa utawala ambao sio mzuri, ambao sasa tunahitaji tuubadilishe. Tunakuomba Mungu atusaidie tunapoenda kubadilisha mfumo huu, tukaungane wote kwa pamoja kama wananchi, bila kujali vyama, bila kujali makabila, bila kujali dini. Tukaangushe mfumo huu ambao unaruhusu element za udikteta na ufachisti na ukandamizaji katika nchi yetu. Yeyote atakaye kwenda kuharibu utaratibu huu akafedheheshwe katika jina la Yesu. Sema amina. Yeyote atakayeendelea kulinda mfumo huu ambao unaruhusu watu kuuawa akafedheheshwe katika jina la Yesu. Sema amina. Nataka niwaambie jambo moja. Namalizia hili moja. Pale Tunduma mwaka 2020 ndio mara ya kwanza tulimlilia Mungu kuhusu yeyote atakaye pora haki za watu. Mungu alijibu baadhi ya mambo na wengine ni mashahidi. Na ninasema hapa katika hapa Chunya, Mungu atawafedhehesha watu wengine wowote ambao hawatasikia sauti ya Watanzania. Basi na ufungua mkutano huu kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.